Bwana, taarifa za Hassan Mwakinyo zimezidi kugonga vichwa vya habari mitandaoni, hasa baada ya kupoteza pambano lake, na wengi wakicheka, wengine wakiona huruma. Lakini hapo jana bwana Hassan Mwakinyo amezungumza na Amplifier ya Clouds FM kupitia mtangazaji Millard Ayo. Bondia huyu wa Tanzania Hassan Mwakinyo amesema alijiandaa kikamilifu kuelekea pambano lake dhidi ya mpinzani wake, hivyo hatamani watu wamuonee huruma kwa kudai kwamba Mungu hakuwepo upande wake baada ya kupoteza pambano hilo. Mwakinyo alipoteza pambano hilo kwa technical knockout TKO katika raundi ya 9 kwenye pambano lililofanyika Abidjan, Ivory Coast, Juni 10 mwaka huu 2026. Amesema kuwa amefanya kila aliloweza kujiandaa, hivyo haoni sababu ya kupewa pole kwa madai ya kukosa bahati. Na hapa na nukuu maongezi aliyosema Hassan Mwakinyo na Amplifier ya Clouds FM. Hata kama watu hawatakubaliana na ninachokisema, ukweli ni kwamba nimepoteza pambano hilo na hilo halitabadilika. Sipendi watu waseme pole kana kwamba Mungu hakuwa upande wetu, au kwamba tumepoteza kwa kukosa bahati, au kwamba wakati mwingine tutajipanga vizuri. Mwisho wa kunukuu. Ameongeza kuwa anaamini propaganda zilizofanyika nje ya ulingo ndizo zilizochangia matokeo ya pambano hilo, akisisitiza kuwa alifanya maandalizi ya kutosha na kupambana kwa nguvu zote. Na hapa na nukuu: wasitumie nafasi hiyo kunifariji kwa namna hiyo, kwa sababu nimejiandaa vya kutosha. Propaganda zilizotokea nje ya uwanja ndizo zilizopelekea pambano kufikia hapa lilipofikia. Kama mtu ataona, basi ni bora nicheke kuliko kunionea huruma, kwa sababu kwa upande wa kujitahidi, nimejitahidi sana kuiheshimisha taaluma yangu ya ngumi, amesema Hassan Mwakinyo. Na Hassan Mwakinyo ameendelea kwa kusema kwamba mto aliolalia uliokuwa chumbani kwake ulipuliziwa vitu vyenye harufu kama ya manukato, kwa maana perfume, jambo ambalo liliibua maswali kwake wakati wa maandalizi ya pambano lake dhidi ya Miko Soro nchini Ivory Coast. Akizungumza na Millard Ayo kwenye Amplifier, Mwakinyo amesema na nukuu: kuna kitu nilikigundua hakikuwa sawa kwenye mto wangu. Kulikuwa na harufu kama ya perfume, na nilijaribu kuangalia kwenye vyumba vya watu wengine, lakini hakukuwa na harufu hiyo. Nilipomwelekeza kocha wangu hakuniamini, hivyo wakaenda kuunusa mto huo na wakakubali kwamba kulikuwa na harufu, lakini cha kushangaza, wote waliounusa mto huo waliamka wakiwa wanaumwa vichwa. Ilipofika siku ya kupima uzito, nilikuwa na kilo 71, lakini nilipoenda kupima nikakuta nina kilo 70.4, hali iliyoonyesha kuwa uzito wangu ulikuwa umepungua zaidi ya nilivyotarajia. Mwisho wa kunukuu. Haya ndiyo yanayoendelea hivi sasa kwenye kile kilichotokea tarehe 10 katika pambano la Hassan Mwakinyo dhidi ya Miko Soro, mchezo wa ngumi huu huko uliopigwa Abidjan, Ivory Coast, ambapo Hassan Mwakinyo alipoteza pambano hilo kunako raundi ya 9 ya mchezo huo wenye raundi 12. Na wadau wa mchezo wa ngumi wamekuwa na maneno mengi kweli kuhusiana na kile ambacho kimemkuta Hassan Mwakinyo, na wengi wakionyesha dhihaka, wengine wakionyesha kusikitika, na wengine wakionyesha kuguswa na kilichomkuta Hassan Mwakinyo. Lakini hii ni jambo ambalo ni la kawaida kwenye maisha, kwamba sio wote watakuwa wanakukubali, na hasa lifestyle la Hassan Mwakinyo ndilo linalosababisha ama linalochagiza kuwepo na wimbi la watu wanaomcheka, kwa sababu Hassan Mwakinyo ni bondia ambaye amejiweka
mtu mwenye maneno mengi, na hivyo yeye kuchekwa ni jambo la kawaida kabisa. Hata yeye Hassan Mwakinyo amekuwa akitoa maneno ya utani hapa na pale mabondia wenzake wanapopoteza mapambano yao ndani ya nchi ama nje ya nchi. Kwa hiyo hata yeye hili lililomkuta, tulitarajia wadau wa mchezo wa ngumi na wapenzi wa michezo kuona dhihaka na utani wa namna hii ungemkuta Hassan Mwakinyo, kwa sababu ni kana kwamba vile watu walikuwa wanakaa wanasubiria lini Hassan Mwakinyo atapoteza. Kwa mujibu wa rekodi za boxing, Hassan Mwakinyo ni bondia ambaye amepoteza michezo mitatu tu. Michezo rasmi ni michezo mitatu tu Hassan Mwakinyo amepoteza, na kwa taarifa ambazo zimenifikia ni kwamba kutokana na kupoteza kwenye mchezo huo, Hassan Mwakinyo viwango vyake vya ubora vimeshuka na viwango vinasema vimeporomoka katika viwango vya ubora vya boxer kwa nafasi 31 kutoka nafasi ya 35 hadi 66 kati ya mabondia 200 kati ya mabondia 2020 wa middleweight duniani. Hiyo ni kufuatia kupoteza pambano lake la Juni 10 nchini Ivory Coast kwa TKO raundi ya 9 dhidi ya Michael Soro, wakati Soro akipanda kwa nafasi 5 kutoka nafasi ya 11 hadi nafasi ya 6 katika uzito huo wa middleweight duniani. Na hii ni ishara mbaya kwa Hassan Mwakinyo, kwa sababu kushuka kwa ubora ama kushuka kwa ubora wake baada ya pambano hili kunaleta dosari, lakini ni kawaida kwa mchezo wa ngumi, kwa sababu tulikuwepo na watu kama wakina Mike Tyson walikuwepo na wakapita, wakina Mayweather walikuwepo na wakapita. Kwa hiyo hata Hassan Mwakinyo muda wake utapita. Hayo ndio maisha yalivyo, tuseme hivyo. Ingawaje kwa sasa kama nchi, kama wadau wa mchezo huu wa ngumi, tunatamani kumuona Hassan Mwakinyo akiinuka tena upya, akirudi ulingoni na kuonyesha kwamba yeye ni mtu wa namna gani kutuwakilisha vema taifa letu kwenye nafasi hiyo, kwa sababu huyu ni role model ya wapiganaji wengi wa mchezo wa ngumi wanaochipukia kwenye soko hivi sasa. Na mchezo wa ngumi ni mchezo ambao mtu yeyote yule kama anajiamini na ni mtu ambaye anatafuta maisha, basi anaweza kaingia. Sio biashara ambayo inaweza ikamfanya mtu akatafuta mtaji sijui kaenda karudi. Ni wewe tu na nguvu zako na ubavu wako, ukipata techniques za kupigana, ukajiamini, ukapata fursa ya kuingia ulingoni, basi unaweza ukafanya vizuri. Kwa hiyo pole sana kwa Hassan Mwakinyo kwa lokuta. Hii ni Fumo 255, usisahau kusubscribe, ku like na ku comment.